Dauka, tumeshuhudia matamasha yote mawili ya Dio. Simba na Yanga. Simba jana kapoteza, Yanga kapoteza leo. Nataka tujue matamasha yao yalikuwa ya aina gani na michezo yao ilikuwa ina akisi nini kwenda msimu mpya? Kwanza ni mfano katika nchi zetu za ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia ufanyikaji wa haya matamasha yanafanyika mara moja kwa mwaka, si ndio? Angalia Kenya, angalia Uganda, sogea kidogo hata Rwanda, tumeziambukiza baadhi ya nchi kufanya kama ambavyo sisi tunafanya, lakini kwangu mimi nje ya uwanja wamefanya inavyostahili, kwa sababu matamasha haya sio kwa ajili ya kujifurahisha, pia ni sehemu ya vyanzo vya mapato. Tazama wadhamini ambao kitazama kwenye bana zao unaona kabisa wao wameingiza nje ya uwanja. Angalia idadi ya mashabiki ambao wameingia, wao wameingiza nje ya uwanja. Lakini sasa tukija uwanjani pia wamestahili kupata haya matokeo, kwa sababu baada ya hizi mechi tunaenda katika ngao ya jamii. Ukitoka ngao ya jamii ligi inakuwa imeanza. So tukija kwa Simba tushazungumza jana, lakini pia tukiangalia Yanga nao pia wamestahili kupata matokeo, na ilibidi iwe hivi ili iwe vizuri zaidi, kwa sababu wakifungwa ndio wanajua sehemu ambazo wamefanyaje, wamekosea. Lakini pia hata kama wakifanya vibaya, wao wanajua wapi tuende kurekebisha ili kuelekea katika msimu ujao, kwa sababu makosa siku zote ndio yanayokufanya uone shida yako iko wapi, changamoto iko wapi, ili uweze kujitengeneza. Kocha Mang'oba Ngiti ana nafasi gani sasa kwa kikosi cha Yanga, japokuwa ina wachezaji nyota wapya ndani ya kikosi cha Yanga? Ni mapema mno kujaji ana nafasi gani, kwa sababu gani? Wapo watu ambao wanaotaka kuona kile ambacho amekiandaa akiwa pre-season kuelekea kwenye ligi. Ngumu sana kumjaji kocha katika tamasha, ngumu sana kumjaji kocha katika mechi moja. Kwa hiyo mimi natamani nione ligi ikianza, matokeo kwenye ligi ndio tuje tuizungumzie, lakini kwenye mechi kama hizi Yanga amestahili kupoteza ili waone madhaifu yao, ili waje wafanyie kazi. Nyota kadhaa wa Yanga wapya waliingia na kikosi cha Yanga, kuna mabadiliko au tutegemee kuona kwenye mechi zijazo mbeleni? Kwa namna ambavyo leo wamecheza ni superb. Changamoto ilikuwa tu kuingiza mpira kwenye wavu, kitu ambacho mashabiki wao hataki upige matobo, upige super penetration pass, ufanye dribbling. Wao wanataka kuona tu mpira umeingia kwenye wavu, ili hali wenzao wamefanyaje jana, wamepoteza. Kwa walikuwa wanahitaji washinde ili kesho pakikucha waweze kuchekana, lakini isivyo bahati kwa wao nao pia wakapoteza. Kupoteza ambapo wamekutana na timu ambao wako fiti, wako vizuri, lakini sio timu ya kuibeza, kwa sababu hii timu inashiriki michuano ya kimataifa. Hii ni timu kweli, lakini pia wapo baadhi ya majina ambayo pia yameshawahi kuonesha katika ulimwengu wa soka. I say Kongo mwanangu ni timu alo. Tuanze kumzungumzia Zemanza Soze katikati ya kiungo. Amekitawala sana kiungo wa Young Africans. Ana uzoefu, alikuwa TP Mazembe, hatimaye yuko Dinoli Kongo. Sifa ya Zemanza Soze ndio chanzo cha Yanga kupoteza mchezo? Timu wao jamaa wako timamu, wako very compact, wana defend vizuri, wanashambulia vizuri, lakini pia vile vile wana benchi la ufundi zuri. Kumbuka kocha wao amewahi kuhudumu hapa Tanzania, Bruno Ferri amewahi kuwa kocha Azam FC, umeelewa? Kwa hiyo amekuja sehemu ambapo anapafahamu, amekutana na timu ambayo anaifahamu. Kwa hiyo alikuja anamuua mpinzani ambaye anemjua. Lakini pia nikukumbushe, Bruno Ferri amekutana na Yanga kwenye ligi, na hata kabla ya hapa kuna timu alikuwepo kama sitakosea, alikuwa Rwanda. Yes, kuna timu alikuwepo, lakini kuna timu moja nakumbuka kama sitakosea alikuwa ni Skudu vile. Kuna timu alicheza Skudu ambaye pia huyo Bruno Ferri alikuwa kocha. Kwa hiyo sio kocha ambao kwamba Williet, sio timu, yani sio kocha kusema eti ndo mgeni ajui chochote cha Tanzania, hapana. Lakini kwangu mimi siangalii matokeo ya dakika 90. Kwangu mimi naangalia kile ambacho kimeonekana katika hizi timu mbili. Lakini pia tukija kwa ndugu yetu Ali, watu walikuwa hawajawahi kumuona akitambulisha wachezaji. Umeona watu wengi wataka kuona bwana atafanyaje. Nimependa alichokifanya. Sio lazima waanze na magolikipa wafuate hapana, kwa sababu ukianza vile itaonekana kwamba hao wamechukua upande fulani. Akili kubwa miongoni mwa idara ambazo zinafanya vizuri nchini Tanzania, idara ya habari katika timu za Tanzania, Yanga hawezi kuikosa. Akili ambayo inaongoza idara ile, akili ya Ali. So to me nimpongeze pia, kwa sababu alichokifanya amewaaminisha Watanzania kwamba hata na mimi naweza kufanya. Tunakwenda tarehe 12 katika ngao ya jamii. Tumeziangalia timu zote mbili.
mchezo utakwenda kuwa aina gani na performance za wachezaji zote wa timu zote mbili, huku Simba akiwa na mashaka na striker wao Ibrahim Dumbia. Aisee bwana, itakuwa performance ya aina yake, kwa sababu kila mtu anataka kufanyaje, kila mtu anataka kuonesha kile ambacho anachotaka kukionyesha kwa mashabiki, lakini pia itakuwa ni dabi ngumu sana, kwa sababu lazima mtu apoteze, na kwenye kupoteza huko mtu anaondoka na furaha mpaka atakapokuja kukutana naye tena na mpinzani wake katika msimu wa ligi. So itakuwa ni mechi ngumu sana, yani haitakuwa mechi nyepesi, japokuwa haitakuwa na mabao mengi. Watu wengi wanaipa nafasi Simba kwa sababu ina wachezaji wa zamani wale, japokuwa Young Africans wamefanya mabadilisho ya wachezaji wapya wengi ndani ya kikosi. Kwako nafasi unapeleka kwa timu gani? Kutabiri ni ngumu, kwa sababu unaweza ukafedheheka. Dabi waga mara nyingi ngumu kuzitabiri, lakini watu wanasema aliyejiandaa vizuri anaweza katoka na matokeo, lakini mimi kwangu nakwambia tu haitakuwa na magoli mengi. Yani kusema fulani anafungwa wakati mpira ni mchezo wa makosa, huyo ambaye anasema anafungwa anaweza akatumia makosa ya mpinzani akaja akakapitalize yale makosa akapata matokeo, alafu mwisho siku ikawa changamoto. Lakini itakuwa ni dabi ambayo ina mvuto, kwa sababu watu wanataka kuona kina Shashaman, wanataka kuona kina Dumbia, wanataka kuona Kangwana, wanataka kuona kina Keles Magalwa. So itakuwa dabi yenye mvuto, afu zingatia inapelekwa Zanzibar ambapo pia burudani hii watu huwa wanaimisi sana. Umeona, tumeziona Simba na Yanga hapa, kwa hiyo inaenda kule Zanzibar. Kwa hiyo naamini timu za Kariakoo hazitoangusha mashabiki watakaovuka maji kwenda Zanzibar, mashabiki ambao waliokuwepo kule Zanzibar, kwa sababu ni timu ambazo zinateka hisia za watu wengi, ni timu ambazo zimegawanyika kama dini. Tanzania usipokuwa Simba basi unaweza utakuwa Yanga. Tunaweza kusema kwamba mchezaji mkubwa utambulisha katika mechi kubwa. Peter Shalulile amefunga goli lake la kwanza ndani ya Wananchi, inamjengea confidence kiasi gani? Peter Shalulile hakuna maneno mengi ya kumuongezea. Ni mchezaji wa daraja la juu, ameprove kwenye ligi ya mabingwa, ameprove Afrika Kusini, ameprove nyumbani kwao walipotoka Namibia, ameprove kwenye timu ya taifa. Mimi nadhani nchi hii kipindi hiki cha sasa katika matamasha ambayo mimi nimeona, hakuna striker kama Peter Shalulile. Hakuna striker kama Peter Shalulile. Hakuna striker kama Peter Shalulile katika haya matamasha ambayo mimi nimeona kipindi hiki, lakini pia vile vile kwa profile yake hahitaji yani maelezo mengi. Yani itakuwa ni fedhea kumchukua Peter Shalulile kumlinganisha na mtu ambaye hujawahi kumuona akicheza. Unaambiwa labda ni top scorer wa wapi? Tumeshaona ma top scorer hapa washa kutengenezewa mazingira ndani ya mechi moja, mtu akatengenezewa mapenati ili mradi tu atoke ngoma draw na yule wa upinzani. Lakini ukimwona mtu ambaye ameprove kwenye Champions League bro, ile ni ligi ya mabingwa, aendi mtu mpeche kule. Ukiona mtu anafanya vizuri kule, yani haijalishi umri. Ukisema labda umri wa Peter Shalulile, njoo kuna baadhi ya timu kuna wachezaji wana miaka 34 wana miaka 35 na bado wanaendelea kuwa muhimili wa timu. So kwangu mimi Peter Shalulile ni super bro, yani sio penalty. Yani angalia hata alivyokuwa anacheza, anawaelekeza wenzake, tunacheza hivi, tunapasa hivi, mimi nikiwa nafanya marking, wewe sogea pale. Yani what a player. Mimi nikushukuru sana Somba. Poa. Tutakia siku mwema. Nimeona ana trend kwenye social media kabla hata haja perform kwenye miaka 30 ile ya pale Mlimani. Mimi nifanya naye meeting before, nikamwambia mzee, content zako zinatembea sana sasa hivi kwenye social media, lakini wewe mwanamuziki, mimi nina best platform ambayo inaweza